Shetek. Yeah, karibu sana huko unasikiza Baraka One TV kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ikiwa ni majira ya saa 9 hivi. Yeah, saa 9 na mimi ni Rajab Wakili Kabonga, the one and all in town, DJP. Na ili kuwa kwanza kupata habari zetu za mpya kila siku za moto, tafadhali like pia subscribe Baraka One TV. Na tuko pia Facebook pamoja na TikTok, so like na follow page zetu, na hivyo utakuwa mtu wa kwanza kuwa unapata hizi habari zetu za moto kila wakati. Na ndugu zangu wa Kongomani, ni kwamba raia ya Bukavu yachukizwa. Mauaji ambayo yako yanafanyika Bukavu, Goma, inasikitisha sana, pamoja na mantite mengine ambayo yako mikono ya magaidi wa M23. Na pia kitendo cha raia wa Uvira kuweza kumkataa bwana Gervin Kambale kuwa kamanda wa operation Sokola ya pili ambayo iko charge maeneo ya Sud Kivu, Uvira territory na kwenda mpaka Fizi. So ni jambo ambalo ili ni tarigusia kidogo na kuweza kuliweka kuliwekea mwangaza pale juu tuweze kuelewana. Pia tutasoma barua ya vijana wa Bukavu ambao wamekasirika na kuweza kuandikia M23 barua. Huko hawataki mzaa kabisa. Hawataki mzaa, washachoka mauaji ambayo yako yanafanyika na M23 na RDF. Ndio wakombozi ambao wako wanajiita wakombozi. Na kitu kingine ambacho mtajua ni kwamba nini, hawa jamaa magaidi wanachukua zile tractor ambazo zilikuwa zinajenga barabara ya Ngomo kushuka Uvira, wanachukua zote wanazipeleka Rwanda. Wanachukua tractors ambazo zilikuwa zinatengeneza barabara. Donc hawakuja kukomboa watu, walikuja ndio kuiba. Ona, walikuja kuifilisi serikali, walikuja kuwafilisi watu, walikuja kuwaiba watu, kuwaua, kuwanyanyasa, hilo tu. Sasa kama walikuja kukomboa watu, kwa nini trakteri tena ziko zinajenga barabara we uzitoe kwenye ziko uzipeleke Rwanda? Watu ni washenzi kweli kweli leo. Kisha ndo huko unatoka wewe mzalendo, unaenda jiunga na hawa wauni, wewe Kongole unaenda unajiunga. Kenye kiko kinakukia nyuma yenu, mtaregrete kabisa. So karibuni sana. Kuna ndugu zetu ambao tayari wamekwisha kujiunga na Baraka1 TV members, na hawa ni watu
ambao wameweza kuingia huku. Kuingia kwenye Baraka One TV members ni kuweza kupitia YouTube channel ya B1 TV, na pale unachagua members, unaingia pale. Tayari tuko na Ebengo Bernard ambaye amejiunga hivi karibuni. Tuko na Alenga Sobe, Nadia Remix Bienfait, tuko na Hussein Matambo, tuko na Alex Jean Pierre, tuko na Elizabeth Mawazo, Salvador Idi pamoja na Mapendo Elias. Hawa ni members ambao wamejiunga kupitia B1 TV channel. Na pia tuna two groups, two categories za members. Kuna wale members ambao ni members A na members B. Members A wanachangia $15 kila mwisho mwezi kwa ajili ya kuweza kuisupport B1 TV, na wale B wanachangia $10 kila mwisho mwezi kwa ajili ya kuweza kuisupport Baraka One TV. Na kama unachagua moja katika hizi, unaweza kuniandikia kwa WhatsApp na nikakuunga kwa lile group ambalo unataka wewe uweze kuingia. So hilo linakuwa linasaidia sana kwa ajili ya kuweza kupush B1 TV. Na pia tunashukuru kwa wote ambao wameweza kujitolea kwamba watachangia juu ya kupata laptop pamoja na mixer. Nafikiri mpaka sasa hivi sauti mko nasikia iko ina scratch. Bado hatujabadilisha sababu bado hatujaziweka mkononi. Wale tunasubiria ili tuweze kukamilisha hili swala, na baada ya hapo ndipo tutakuja kuzungumzia na hili swala jinsi limeweza kuenda. Hilo ni jambo la maana sana kwetu, maana linatusumbua kweli kweli. Ukiachana na hiyo, pia ni Operation Saidia Mzalendo bado iko inaendelea, na mwezi huu tunakwenda ku launch. Tutaanza kadiri kisi tunavyoweza, na hivyo kama bado hujashiriki, unaomba kuweza kuungana na Baraka One TV ili kuweza kufacilitate hii tashe ya sisi wote kwenda pamoja. Na pia unaingia B1 TV channel 2 ambako utakwenda kujiunga kwa ajili ya kutoa ripoti zako kwa mahakama ya ICC kwa yote ambayo yako yanaendelea. Namuona Asimwe Baguma Samuel yuko Czech Republic, Asani Ramadhani kutoka UK, Ankis Kandeze yuko Asani Ramadhani yuko USA, Ankis Kandeze yuko UK, Dafeza yuko UK, Beyond Kilamba Mao yuko Cedar Rapids yo wa USA, Dara Itesha yuko USA, Mzee wa State ya Mene yuko USA, Ruama K yuko Afrika Kusini, Mohamed Papi Rajab yuko Afrika Kusini, Jacques Bahati Colombia Missouri USA, Diedone Buto to big up sana bro, Meshake huyu yuko USA, Michigan, Iza Salum USA, Mashaka Ayamba kutoka Krono hiyo USA, Emmanuel Mangombe pamoja na Elisha kutoka Nairobi Kenya, hawa wakiwa wanasikiliza Baraka One TV. Ndugu zangu, mambo ya sasa hivi kwenye habari na maelezo za B1 TV yapo kama yafuatayo. Bukavu vijana wameweza kuchachamaa na kusema kwamba trop c'est trop. Tushavumilia sana, tushapigwa sana, tunauliwa sana, tunanyanyaswa. Na hapa juzi M23 walipiga moja baada ya kutaka kubaka mtoto wa 14. Na jeshi mmoja alikuwa anabaka mtoto mmoja wa miaka 14 hapa quartier la T. Tuko naye hapa kwa ranger, yule kwa ranger ndio tuko naye hapa. Musikie na mkoe makini, mchunge batoto yenu, batoto bafie mwachunge kabisa. Baache vagabondage. Hata na mwe aseba liberateur. Liberateur gani nani bajinga? Mtoto wa 14 batambaka. Erezma raia iliweza kuonesha ushirikiano na mshikamano, wakamkunguta wakamaliza. Sasa Bukavu wameweza kuandika barua, na hii barua inabidi tuisome tusikie vijana wa Bukavu wanasemaje. Wanalilia, wanasema this is too much, we not support this any longer. Sababu tushakaa sana wapi. Wanasema jeunesse bukavienne, lettre ouverte adressée à Monsieur Nanga, coordonnateur de l'AFC bar M23, Monsieur Manu Mirato, gouverneur nommé du Sud Kivu, Monsieur le maire nommé du Sud Kivu,
messieurs les points focaux nommés Ibanda, Kadutu et Bagira, aux 20 chefs de quartier bukaviennes, aux 504 chefs d'avenue bukaviens, aux habitants du Sud Kivu, tous à la communauté nationale et internationale. Barua ya wazi kwa Bwana Nangaa, kiongozi wa AFC, kwa gavana aliyowekwa na AFC Manu Mirato, kwa meya wa mji aliyowekwa na hawa magaidi, kwa viongozi mbalimbali, kwa viongozi wa kata, viongozi wa mitaa yote, na kwa jamii ya mataifa pamoja na kimataifa. Objet, lengo, dernier avertissement, onyo la mwisho. Bukavu hapa. Tunaanza hivi. C'est avec grande amertume et tristesse que nous, jeunes Bukaviens, venons auprès de vos responsabilités introduire la présente dont l'objet reprend en marche. Tunakuja kwenu kwa masikitiko makubwa sana sisi vijana wa Bukavu na kuweza kuwaleteni haya mambo. En effet, après la soi-disant libération de la ville de Bukavu, nous, jeunesse, sommes victimes d'assassinats, de kidnappings et de meurtres sans précédent dans la ville de Bukavu sous votre juridiction. Kwa kile ambacho mlisema kwamba ni ukombozi wa Bukavu, sisi vijana wa Bukavu tumekuwa tukiuliwa, tunatekwa, mauaji ambayo hayana tija ndani ya mji wa Bukavu ambao nyinyi mnaongoza. Nous sommes fatigués d'enterrer nos familles assassinées par votre armée M23 chaque jour dans la ville de Bukavu, où l'on ramasse les corps sans vie de nos familles et où les voleurs armés profitent de la situation pour piller, violer et régler des comptes. Tunachoka na kuwazika familia zetu ambao wako nauliwa na jeshi lenu la kigaidi la M23 ndani ya mji wa Bukavu, ambako kila siku tunaokota maiti za familia zetu, kitu ambacho kiliweza kuwapa nafasi vibaka, wezi, majambazi kuanza kuingilia watu, pia kuiba pamoja na kuviziana. En croire à votre intervention, vous aviez dit, je cite, wakati mnakuja mliweza kusema mambo haya yafuatayo. Mes biens sont vendus aux enchères. Mes familles sont en prison et les autres en exil. Nous sommes condamnés à mort. Ce qui nous reste, c'est de nous battre pour notre survie. Vitu vyenu vimeweza kuuzwa kwa mnada. Familia zenu ziko jela na wengine wamekimbia. Tumeweza kuhukumiwa kifo. Kinachobakia ni kuweza kupigana kwa ajili ya maisha yetu. Ni maneno ambayo Corneille Nangaa waliweza kuyasema wote ambao wako wanaenda, sio kwamba wako wanatafuta ni wanted, kwa hiyo wanajitetea kama sisi tayari tuko condamné tusa, kwa hiyo tuko tunapigana ili kuweza kuondoa utawala. À ce point là, kwa maana hiyo, nous vous rappelons qu'après analyse, nous nous demandons sans réponse ce qui se passe au juste, car nous sommes victimes des accords Nairobi
Luanda, etc. Donc, nous ignorons vivement les contenus car aucun de jeunes Bukaviens ne connaît les contenus et n'a participé à aucun de vos accords, mais c'est à présent un appât de vos soi-disant accords. Tunawakumbusha tu kwamba baada ya kuweza kufikiria na tunaomba kupata majibu ambayo yafuatayo, kwa sababu sisi tumekuwa ni victims, tumekuwa ni wahanga wa mikataba yenu ambayo mmesainiana Nairobi, Luanda na sehemu zingine, na hatupendi kujua hizo, maana hatujui hata ndani ya mikataba hiyo mnazungumzia vitu gani, na hakuna hata kijana mmoja wa Bukavu ambaye aliweza kuhusika katika kuweza kutengeneza hiyo mikataba yenu. Néanmoins, nous vous rappelons cependant que nous avons également perdu plus ce qui suit. Na kwa yote tunakumbusha kwamba tumekwisha kupoteza pia mambo yafuatayo. Nos biens ont été pillés, mali zetu zimeweza kushambuliwa na kuibiwa. Nos familles sont en exil, familia zetu pia zimekimbia. Nous sommes tués et chaque jour nous enterrons et pleurons nos morts. Tunauliwa kila siku na tunazika na tunalia wafu wetu. Nos banques sont fermées, banki zetu zimefungwa. Nos enfants n'étudient plus paisiblement, watoto wetu hawasomi tena vizuri. Nous sommes confiés car obligés à être à la maison avant 18h et y quitter après 9h comme de poules. Tunafungiwa manyumba, kuondoka kulala, kurudi nyumbani saa 12 na kuondoka saa 3. Tumewekwa kama vile kuku. Et alors nous n'avons plus rien à perdre comme vous. Hatuna pia na sisi cha kupoteza kama nyinyi. Comme vous, nous allons tous alors nous battre. Kwa sasa sisi wote tutapigana. Bwana, kunywa maji kwanza. Bukavu unachemka. Nous battre contre ces assassinats, kupigana juu ya mauaji. Nous battre contre notre survie, kupigana juu ya kuishi kwetu, car nous sommes fatigués, kwa sababu tayari tumechoka. Hii ni barua kutoka Bukavu. Bukavu imechachamaa sasa. Notez bien, un délai de 48 heures, tunawapa masaa 48, vous est accordé pour arrêter ces assassinats causés par vos hommes M23, car il est impossible de continuer à tirer sur un peuple désarmé et donc vous êtes soi-disant libérateur. Tunawapa masaa 48, ambieni watu wenu waache mauaji na kuwapiga raia ambao hawana silaha, na alafu mko mnajiita kwamba nyinyi ni wakombozi. Nous demandons par l'air à la jeunesse et du Sud Kivu en général et celle de Bukavu en particulier de briser la peur, que chaque jeune ou famille achète dans cette semaine une machette, marteau, ploche, scié ou autre objet tranchant pour barrer la route à ce meurtre
et arrêter cette hémorragie interne au moment où nous allons nous signaler. Mambo yanachemka. Tunaomba kwa hiyo vijana wote wa Kivu ya Kusini kwa pamoja, kwa upekee vijana wa jiji la Bukavu, wasichana pamoja na wavulana, kila mtu kuweza kununua panga, kununua kisu, kununua kifaa chochote kile ambacho kinaweza kufanya kazi na kujipanga tayari. Operation Choma M23 ndio inaenda kuanza. Rappelons par plus que les M23 ne sont même à 500 personnes dans la ville de Bukavu, mais ils continuent à nous tirer dessus comme des bêtes et à nous neutraliser comme si nous étions de Wazalendo ou les FRDC, et à cela, nous devons dire non, car trop c'est trop. Il faut se battre que la jeunesse se brise la peur. Nous sommes les seuls à se battre pour une bonne raison, survivre. Kwanza M23 wenyewe kwanza mkumbuke ndani ya mji wa Bukavu wazidi hata 500 na kila siku wanaendelea kutuua na imezidi sasa. Mambo yamekuwa yamezidi na hatuko ni wazalendo, hatuko ni wanajeshi, lakini bado tunaendelea kutua. Kwa hiyo sasa ni wakati wa kuweza kupambana. Vijana ondoeni uoga, ni wakati wa kuingia mzigoni kuweza kutetea sasa taifa letu. Si dans 48 heures rien ne change dans la ville de Bukavu, nous devons tous comme un seul homme nous libérer seul avec le moyen de bord que nous avons. Certes, ils arriveront à nous tirer dessus encore, mais je vous assure que nous allions les maîtriser tous, car nous sommes plus nombreux, plus forts et plus unis que eux. Ndani ya masaa 48 endapo mambo hayatabadilika, basi itabidi wote tuweze kusimama, na najua kwamba watatupiga, watatuua, lakini sisi tuko wengi na tuko na nguvu na tuko na umoja kuliko wao, kwa hiyo tutawashinda. Nous sommes abandonnés par Kinshasa, tumetelekezwa na Kinshasa, et même nos libérateurs nous tirent dessus. Hata pia wanajifanya kuwa wakombozi wetu pia wanatua, et sont devenus plus purs, na wamekuwa sasa ni waajabu kuliko hata Kinshasa. Et alors nous devons nous battre et nous libérer, na tuweze kujiokoa. Seule la voix du peuple, ni sauti pekee ya wananchi. C'est la voix de Dieu, ndio sauti ya Mungu. Soyons en alerte au jour le jour. Kuweni makini kwa siku hadi siku. Hii ni barua kutoka kwa vijana wa Bukavu. Nafikiri inaeleweka hiyo hapo. Mauaji ambayo yako yanaendelea Bukavu yanafanya mpaka raia wa Bukavu wakate tamaa kabisa na kuweza kujiandaa kwa ajili ya kupambana na magaidi wa M23 ambao kila siku haipiti bila kuua watu. Unaona? Siku haiwezi pita hujasikia kwamba magaidi wanaua. Kila siku wao wanaua. Sasa raia vijana wameamua kuchoka, wanasema kwamba hawatasikiliza wala hawataogopa, itabidi waweze kunyanyuka na waweze kupambana. So wamewapa masaa 48. Endapo hakuna jambo ambalo litabadilika, maamuzi ambayo yatachukuliwa ni ya raia vijana sasa wao kuweza kuingia mzigoni kuona namna gani watafanya ili kuweza kumalizana na changamoto hizo. Upande mwingine tukigusia swala la kukataliwa kwa Gervais Kambale ndani ya mji wa Uvira,
obviously imekuwa ni jambo la kawaida sana kwa makamanda wa FRDC kuwa kusadikika kwamba wako wanakula rushwa na baadhi ya miji wako wanakimbia. Haiwezekani ulikuwa kamanda sehemu fulani, mji unaanguka unakimbia sehemu fulani, tena pale kuna mji unaanguka tena unakimbia sehemu fulani, unataka uende upewe uongozi. Hii iko na picha kwamba moja kwa moja hao ndio wako wanasaliti nchi na kuwaingiza maadui. Kwa hiyo ni jambo la maana. Hili tangazo lilitoka tokea tarehe 5 za mwezi wa 3. Sasa kutokana na hali ambayo iko na raia wengi wamekwisha kuonyesha hawataki hili swala liweze kutokea, na hivyo wazalendo ndio wanatakiwa kukamata komandema yote ya Sud Kivu kuanzia Sud na kuweza kutengeneza usalama wa raia pamoja na mali yake. Déclaration de la population d'Uvira ce mercredi 5/3/2025 sur la nomination du commandant du secteur opérationnel Sokola D Sud Kivu. Ce mercredi 5/3/2025, une réunion s'est tenue à notre bureau avec un seul point à l'ordre du jour qui a été abordé par les participants, celui de la nomination du commandant du secteur opérationnel Sokola D du Sud Kivu. Après échange et débat, les participants ont décidé ce qui suit pour la sécurité de la ville et territoire d'Uvira. Les refus catégoriques du colonel Gervin Kambale au poste du commandant du secteur Sokola D pour des raisons capitales. Avoir abandonné des localités, Minova et Pinga, au profit du M23. Avoir participé à l'embuscade de plus de 45 militaires dans la chefferie de Bafuliru, groupement de Kigoma, village de Kaololo, comme commandant du 33e 04 régiment dans la plaine de la Ruzizi, basé à Luvungi. Pour ce faire, nous demandons au commandant de la 3e zone de défense de revoir sa condition à la nomination de ce colonel au poste du commandant du secteur. Vu l'urgence sécuritaire, nous exigeons de nous amener quelqu'un d'autre qui a un esprit patriotique pour sauver la République démocratique du Congo. Il est important de signaler que le mode opérationnel du M23 est d'utiliser certains éléments FARDC et d'autres pour fragiliser la sécurité nationale. Fête à Uvira le 5/3/2025 pour la coordination provinciale de la nouvelle société civile congolaise Sud Kivu, le coordinateur provincial. Watu wanaojiita kwa ni wa liberateri wako wanaiba mali za Kongo wanazipeleka Rwanda, kama gisi walivyokuwa wanafanya pia Goma. Wanachukua magari, wanachukua manini, wanaiba, wanavusha Rwanda. Matrakteri za kutengeneza barabara, gari za kutengeneza barabara wako wanaziba, wanazivusha Rwanda usiku. Donc ile projet ya barabara ya Ngomo inakufa. Unaona marere yenye serikali ilifanya. Hiyo ni marere yenye serikali ilifanya. Malgré okay sawa tuko position ya kuganya vere ya kidiplomasia, okay sawa, lakini ni ma disposition gani zenye zinawekwa juu ya defense ya bien commun, ya bien public? Unafikiri hizi ambazo wamezivisha Rwanda esko watazirudisha? Vitu vingi tu hapo wakati yani wameiba wamepeleka Rwanda. Vitu vingi sana. Shefu kwa mashini jinsi wanajisikia mashini ziko wanabeba mwaibu siku hapa. Mashini ziko wanabeba mwaibu siku hapa. Wabiko wanakutana na mashini mwaibu siku.
M23 wakutana na mashini mwebu siku wape visai baba. Mashini yote biko na shikunga kwa kiti wanajisikia mashini kutengeneza mabarabara biko wanabeba. Mashini ziko zinaenda kizi wanajisikia kabisa. Biko wanazikokota kabisa wanabeba mashini ziko mno mubandro munane ya bashinwa. Mashini ya mpya zote biko wanazikokota kabisa. Hizo mashini ziko zinapita kwa niga paka magema pasa hivi yote biko wanazivulula tu. Banavula mashini zote za mpya biko wanazibeba. Ndio ziko pika mapriorite kule biko wanazibeba kabisa. Sawa kabisa. Mashini ziko zinapita mwebu siku. Bote mwele manane ya bashinwa wale nyangezi zote za mpya ziko tengeneza mabalabala kufika mpaka Manyola biko wanazibeba kabisa. Sawa. Zinavyo mko mnaziona vile ziko zinapita hapo. Sawa. Na asante sana, tunashukuru kwa ushirikiano wenu kuona kwamba wote tuko tunazidi kushirikiana kwa pamoja, na big up kwa wote ambao wameweza kukubali kuweza kuchangia B1 TV kwa ajili ya hii problem ya mixer pamoja na machine laptop. Hii itakwenda kutusaidia kwa kiwango kikubwa sana, na wote ambao wameweza kujiunga na B1 TV members na kuendelea kushare na kusubscribe Baraka1 TV. Mimi ni Rajab Wakili Kabonga, tukutane majira saa 12 kwa taarifa zingine. Chao.